Even jamu ya siku hii ya leo kuna mambo mengi ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo, na siku hii ya leo tuko na wageni watakwenda kuongelea vitu vingi sana. Huenda kwa mshangaa mbona ratiba imebadilika kidogo, nishazoea majira haya huwa ni muda wa salamu. Kwa siku hii ya leo tunawapiga darasa kidogo muondoke na kitu, maana najua kuna wengi wako nyumbani wanasikiliza redio kwa wakati huu. Ndio. Langu jina mimi naitwa Lilian Vincent. Langu jina ni Musa. Sawa, na siku hii leo tupo na wageni kutoka idara ya udhibiti ubora wa shule jiji la Dodoma. Watakwenda kuelezea vitu vingi sana, hivyo unayo fursa kubwa ya kushiriki na sisi kwa 0735 78 78 20 kwa kile ambacho atakisema. Kama una swali majira baadaye tutaruhusu simu, lakini pia jumbe zako msikilizaji. Moja kwa moja mimi niwakaribisha sana. Karibuni. Asante sana. Habari ya huko mlipotoka? Huko ni nzuri sana. Eid Mubarak. Naomba Musa nisaidie kuitikia hapo nitakuwa muongo. Kigumu kidogo. Hapo kidogo inakuwa ngumu. Musa nisaidie. Ni Eid Mubarak. Hapo kabisa. Ameenda mbali kidogo kwa kweli. Niwakaribishe sana. Naamini kuna vingi sana vya kumueleza msikilizaji kwa siku hii ya leo akapata darasa. Asante sana. Nitumie fursa hii niwakaribishe, mjitambulishe majina yenu, lakini pia vyeo vyenu inakuwa inapendeza. Karibu sana, naanzia hapo. Kwa jina naitwa Mwalimu Mashaka Mjalo, afisa udhibiti ubora wa elimu jiji la Dodoma. Nimeambatana na afisa mwenzangu. Asante mtazamaji, mimi kwa jina naitwa Na Bundesliga na jamu. afisa udhibiti ubora wa shule jiji la Dodoma. Sawa, karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Shukrani sana. Sawa, moja kwa moja tusipoteze muda wala wakati, nataka tuanzie hapa. Msikilizaji anaposikia kwa mara ya kwanza kuhusiana na udhibiti ubora wa shule, inamaanisha kitu gani? Udhibiti ubora wa shule zamani ilikuwa ikijulikana kama ukaguzi wa shule. Kwa hiyo Watanzania wanafahamu hilo neno vizuri zaidi, ukaguzi wa shule. Ndilo lilibadilishwa na kuwa udhibiti ubora wa shule. Na udhibiti ubora wa shule ni idara ya serikali. Ni idara ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu. Na imeundwa kwa mujibu wa sheria ya mwaka 1978 na rekebisho lake la mwaka 1995 kwa lengo la kufanya ufuatiliaji wa sera ya elimu ambayo inafafanua zaidi mitaala yetu ya elimu hapa nchini. Na kama mnakumbuka miezi kadhaa iliyopita Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua sera ya elimu ya mwaka 2014. Ndio. Toleo la 2023 ambayo ilizinduliwa hapa jijini Dodoma. Kwa hiyo na sisi sasa ndio timu yenyewe ambayo inasimamia au inafuatilia utekelezaji wa sera. Sawa. Je, ni majukumu yapi yanayofanywa na idara ya udhibiti ubora wa shule kwa hapa mkoa wa Dodoma? Udhibiti ubora wa shule, kwanza niseme sio Dodoma tu, umeenea nchi nzima. Ndio. Wilaya zote, halmashauri zote. Jukumu la kwanza la idara ya udhibiti ubora ni kusimamia utekelezaji wa sera. Kama nilivyosema awali kwamba sera aliyozindua Mheshimiwa Rais aliyezindua hapa Dodoma, sera ya 2024 toleo la mwaka 2023, sisi jukumu letu la kwanza ni kufuatilia utekelezaji wake. Sasa katika utekelezaji maana yake tunajikita moja kwa moja, kwa sababu kama nilivyosema awali, sera ya elimu ndio inayofafanua mitaala yetu ya elimu nchini. Sasa sisi kama wadhibiti ubora wa elimu, jukumu la kwanza tulionalo ni kufanya tathmini ya asasi za kielimu. Sasa asasi za kielimu ziko nyingi. Lakini sisi kama idara ya udhibiti ubora wa shule hapa jijini Dodoma tunafanya tathmini ya shule za awali, lakini pia tunafanya tathmini ya shule za msingi, tunafanya tathmini ya shule za sekondari kwa maana ya O level na A level, na tunafanya tathmini ya vyuo vya kati vikiwemo vyuo vya walimu, vyuo vya VETA, vyuo vya maendeleo ya wananchi TPDC. Unaona lakini katika ufuatiliaji huo sasa tunaandika taarifa. Tunaandika taarifa na kuzifikisha kwa wadau.
Lakini pia ninapolenga elimu ya awali, elimu ya msingi na hapo mpaka nilikosema kote, maana yake ni asasi zote zilizo za serikali na zisizo za serikali. Sawa. Na nakuja kwako Alkadi Mwanga. Mashaka ameongelea majukumu hayo baadhi. Pengine kuna majukumu mengine mbali na hayo ambayo ameyasema? Asante sana mtangazaji. Jukumu lingine la maafisa wa udhibiti ubora wa shule ni pamoja na kufanya tafiti tatuzi, kwamba katika ufuatiliaji wetu, katika tathmini zetu huwa kuna kufanya tathmini, kufanya utafiti kwa ajili ya jambo lote ambalo ni la kielimu. Hiyo ni kazi yetu kama idara, kufanya tafiti. Ni mojawapo ya jukumu la maafisa udhibiti ubora wa shule wa nchi nzima. Walau kwa mwaka huwa tunafanya tafiti tatuzi za kielimu ambazo zinahusu masuala ya elimu. Kwa mfano, labda kwa nini shule za pembeni kunakuwa na mdondoko mkubwa wa wanafunzi? Au kwa nini shule za pembeni kunakuwa na ufaulu duni? Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama maafisa wa udhibiti bora kufanya tafiti ya kutatua hilo tatizo la kielimu. Sawa, natamani tusalie hapo Mwanga ulivyoeleza tafiti tatuzi. Ni tafiti gani ambayo mlikuwa kufanya na ikaleta tija? Mnajua hapa tulifanya kitu sehemu fulani na hiki kimeonekana, watu wameona. Iko vipi? Tafiti tumefanya nyingi. Mojawapo ya tatizo kubwa ilikuwa ni wanafunzi kutoroka shule au wanafunzi kutokufika shule. Chanzo kikubwa kilikuwa ni wanafunzi kukosa chakula cha mchana. Hivyo kupelekea wanafunzi wengi kutokuhudhuria vipindi, hasa vipindi vya mchana. Kwa hiyo tuliandika hiyo tafiti na tukaiweka vizuri, na mpaka leo Dodoma jiji tumezindua mfuko wa lishe wa halmashauri ya jiji ambao unasimamiwa na mkuu wa wilaya na mkurugenzi. Na ukiona sasa ufaulu unaongezeka au wanafunzi wanahudhuria shuleni, ni kwa sababu ya upatikanaji wa chakula cha mchana katika hizo shule zetu. Sawa. Mashaka naona unanitizama. Ninanyongeza hapo kwenye tafiti tatuzi. Kulikuwa pia na tatizo la wanafunzi wengi kutokujua KK zile 3, kwa maana ya kusoma, kuandika, kuhesabu. Nalo pia ni tatizo ambalo lilikuwa likijitokeza, ambalo tulifanyia utafiti na kutoa ushauri, na hadi sasa wanafunzi wamepungua wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu. Ni moja ya mafanikio tuseme, tafiti tatuzi imefanya kazi yake. Sana, natamani tusalie hapo kwenye majukumu. Miongoni mwa majukumu yenu pia kama idara ya udhibiti ubora, mnahusika pia na kusimamia usajili wa shule za serikali na zisizo za kiserikali. Natamani nifahamu kwa jiji la Dodoma, nyinyi kama idara hili mnalitekeleza vipi? Usajili wa shule inasimamiwa na idara ya udhibiti ubora wa shule. Na kwa kweli tuna vigezo ambavyo vinatumika. Sio kwamba tunasajili tu shule kienyeji, lakini kuna vigezo ambavyo vimeelekezwa kutokana na muongozo uliotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na ni fursa kwa mwananchi yeyote yule ambaye anahitaji kuanzisha shule, anafika kwenye ofisi yetu ya udhibiti ubora, anapewa maelekezo ni vigezo gani ambavyo vinahitajika ili aweze kuvizingatia na aweze kusajili shule yake. Kwa hili tumekuwa tukilifanya bila usumbufu wote, na hatimaye mafanikio yako ni makubwa. Na ndio maana unaweza kuona sasa ongezeko la shule zisizokuwa za serikali kwa Dodoma jiji ni nyingi. Na hilo limeweza kusaidia sasa, pamoja na kuwa na ongezeko la wananchi kwenye jiji la Dodoma. Sasa tuna uhakika tunazo shule ambazo wananchi wote wanaohamia Dodoma, watoto wanapata shule wanazohitaji. Naamini, lakini Musa, unajua najaribu kufikiri, naamini kuna mtu anasikiliza hivi sasa, anatamani kufahamu hivyo vigezo ni vigezo gani, labda na ndoto ya kuanzisha shule. Sasa nataka kujua vigezo. Umeona? Natamani Mashaka utueleze japo kwa uchache ni vipi? Naam, vigezo viko vingi, lakini kwa uchache la kwanza ni umiliki wa ardhi. Hilo ndio tunaloliangalia, kwamba anayeanzisha shule lazima awe mmiliki wa nini? Lazima amiliki ardhi. Kwa maana awe na hati ya kumiliki nini? Ardhi. Kwa maana pia eneo linalohitajika kuanzisha shule. Sasa
nimesema vigezo viko vingi, lakini kwenye cha kwanza, hiyo sharti la kwanza ni lazima umiliki ardhi wewe mwenyewe unataka kuanzisha shule. Sasa ndio inakuja kutofautiana. Kama unataka kuanzisha shule ya elimu awali, eneo linalohitajika ni kiasi gani? Ndio. Elimu kama unahitaji kuanzisha shule elimu ya awali na msingi, nayo na kigezo chake. Na kama unataka kuanzisha shule ya sekondari, kuna vigezo vyake. Vyuo na kadhalika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko wazi, na ndio maana nasema kwamba anahitaji kuanzisha shule anafika ofisini, anapewa maelekezo, basi akizingatia hivyo vigezo. Lakini pia ni lazima awe na vibali, kwa maana ya vibali kutoka jiji. Lazima awe na michoro iliyoidhinishwa na mhandisi wa wilaya. Lazima pia awe na kibali cha ujenzi. Hawezi akajenga shule kienyeji, lazima awe na vibali ambavyo vinamruhusu kufanya hivyo. Sasa baada ya hapo ndio nakuja sasa majengo yanayojengwa ni aina gani? Tunaangalia kwa elimu ya awali, mahitaji ya elimu ya awali. Vyumba vya madarasa vingapi? Ofisi ngapi? Si ndio na mahitaji mengine. Inahitaji muda mrefu sana kufanua, lakini kila kiwango cha elimu, kama na elimu awali na mahitaji yake, elimu awali na msingi na mahitaji yake, sekondari na mahitaji yake, na halikadhalika vyuo ina mahitaji yake. Lakini muhimu lazima amiliki eneo hilo, liwe na hati, liwe na michoro iliyoidhinishwa na engineer wa jiji, na pia awe na kibali cha kujenga shule. Ndiko mchakato wa usajili wa shule unaanza. Pia kuna wale tunaona unakuta shule na hizo level zote ulizozitaja, kwa awali, primary, secondary, form 4, form 1 mpaka form 4, na wale wa A level. Huyo mtu mnampaje vigezo vyake vikoje? Ni vigezo tu. Inakubalika kuwa na elimu ya awali na msingi na sekondari. Inakubalika. Tunachoangalia ni ukubwa wa eneo. Ndio. Kwa mfano, cha kwanza lazima niseme hiyo, kwanza unaweza kusajili elimu ya awali peke yake. Hiyo nayo inajulikana ni shule. Kwa mujibu wa mfumo wetu wa elimu. Elimu ya awali ni shule. Lakini kawaida kama ni shule ya msingi inasajiliwa ikiwa elimu ya awali na msingi. Shule sekondari naye inasajiliwa kwa maana ya kidato cha kwanza mpaka cha 4. Then akitaka kuja kusajili kidato cha 5 na 6 anaongeza, au anaweza kusajili kidato cha kwanza mpaka cha 6 kulingana na vigezo vilivyopo. Sasa unajua Musa, moja ya kitu ambacho nimeshuhudia maeneo mengi, nyinyi mnahusika na usimamizi wa usajili wa hizi shule za serikali na shule zingine hizo. Kuna baadhi ya shule unakuta imeshakizi kila vigezo, unaona, lakini baadaye inaje kuonekana ina shida sehemu, vitu havijakamilika. Ni kitu gani huwa kinatokea hapa katikati kinasababisha hii shule iliyopitishwa ikaonekana inafaa, lakini baadaye inaje kuonekana kuna vigezo vimepelea? Wakati usajili wa shule unafanyika, kwanza tuna kaguzi 3. Tunafanya tathmini 3. Tathmini ya kwanza, yule mdau anaomba kibali cha kuanzisha shule. Baada ya kukamilisha vigezo vyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, ataomba pia kutambuliwa mmiliki na meneja wa shule. Na hatua ya mwisho ni usajili. Sasa hizi hatua zote ni mchakato. Hatua ya kwanza na mchakato wake, hatua ya pili na mchakato wake, na hatua ya 3 ina mchakato wake. Hapo shule inakuwa imesajiliwa. Sasa inategemea, kwa sababu kama sidhani kama hatua itarukwa, kwa sababu ili aweze kupata kibali cha kuanzisha shule ni lazima kama ana majengo, kwa sababu kibali cha kuanzisha shule kinatolewa hata kama hana majengo, kinatolewa na Wizara ya Elimu. Lakini kutambuliwa mmiliki wa shule na meneja wa shule, hapa ni lazima awe amekamilisha ile miundombinu ya shule angalau kwa 85% na kuendelea. Sio chini hapo. Na hatua ile ya mwisho ya usajili sasa ni lazima awe amekamilisha ile miundombinu ya shule kwa 100%. Kwa hiyo sidhani kama kuna migogoro inaweza kutokea baadaye kwamba tatizo linakuja pale. Shule inasajiliwa kwa mkondo mmoja. Si ndio Tunaposajili pale ni mkondo mmoja, kwa maana ya elimu ya awali mkondo mmoja, darasa la kwanza mpaka la 7
Kwa wakati ule tofauti na hii sera ya sasa itakuwa la kwanza mpaka la ngapi? La 6, si ndio Ndio. Ni mkondo mmoja usajili unatoka. Sasa tatizo linakuja kutokea kama alivyosema mtangazaji hapo, ni pale ambapo watoto wameongezeka kwenye ile shule, madarasa au miundombinu iliyopo haitoshelezi. Kwa ndio mgogoro unaanzia hapa. Kwa hiyo unakuta huyu mmiliki wa shule amesajili wanafunzi bila kuomba kibali cha kuongeza mikondo, na yeye bila kuhakikisha kwamba ameongeza ameboresha ile miundombinu ya kutosheleza idadi ya wanafunzi waliopo. Hapo ndio mgogoro unapokuja kuanzia. Lakini pamoja na mgogoro huo, endapo tunagundua tatizo hilo, sisi na kwa sababu tunazikagua hizi shule, tunawashauri hao wamiliki wa shule kwamba bwana, umekiuka taratibu, umezidisha idadi ya wanafunzi wale ambao walikuwa wamesajiliwa kwa mkondo mmoja. Sasa ongeza vyumba vya madarasa na kisha uombe kuongezewa mkondo wa pili ama wa tatu na kuendelea. Una fursa kubwa ya kuendelea kushiriki na sisi kwa 07 35 78 78 20. Tupo na Mashaka, huyu ni afisa udhibiti ubora wa elimu jiji, lakini pia tupo na Alkadi Mwanga, afisa udhibiti ubora wa shule jiji. Kuna mambo mengi ambayo mpaka hivi sasa wameongelea, lakini mada mezani kwa siku hii ya leo ni majukumu yanatekelezwa na idara ya udhibiti ubora wa shule jiji la Dodoma. Naamini kuna vingi sana ambavyo umepata na una maswali mengi. Shiriki nasi moja kwa moja majira ya baadaye, tutapokea simu zote na jumbe zote. Yaani nyinyi kama wadhibiti ubora mnashirikiana vipi na jamii katika kutoa huduma? Kwa kawaida tunapofanya tathmini zetu au ziara zetu, kwa sasa mfumo wetu wa udhibiti ubora ni mfumo shirikishi, tofauti na zile enzi za zamani ambako ilikuwa inafahamika ukaguzi wa shule. Kwa sasa ukaguzi zetu au tathmini zetu za udhibiti ubora zinahusisha jamii zote, makundi yote. Tunapokwenda kufanya ziara shuleni, huwa tunapata fursa ya kuongea na wanafunzi, huwa tunapata fursa ya kuongea na walimu, tunapata fursa ya kuongea na kamati au bodi za shule, tunapata fursa ya kuongea na wazazi. Wazazi wanashirikishwa vikubwa mno siku hizi katika maendeleo ya elimu na katika kaguzi zetu. Kwa hiyo ziara zetu zote lazima tuongee na haya makundi, na jamii inapata fursa ya kueleza nini wananufaika na taasisi. Wanasema sasa labda tunanufaika na taasisi kwa sababu tunapata huduma ya maji, watoto wetu imekuwa ni karibu wanasoma. Kwa hiyo tunashirikiana na jamii katika kuboresha elimu ya Tanzania na hususan hapa katika jiji la Dodoma. Kwa hiyo tuna ushirikiano mkubwa sana na jamii katika swala zima la elimu, na kuna uwazi wa kutosha na jamii inashiriki vya kutosha. Pia na mmejenga vipi kufikia zile shule ambazo zipo vijijini? Nakuta shule ipo kijijini na miundombinu pia ni mibovu, mtu kaanzisha kule, mmejenga vipi kuzifikia zile shule za maeneo ya vijijini? Kwa upande wa jiji la Dodoma, sisi tuna shule kweli ziko pembezoni mwa jiji, takriban kilomita 50, lakini sisi kwetu sio tatizo. Kwa sababu kote ni jiji na tuna uwezo wa kuzifikia shule zote kwa wakati. Kwa mfano nikichukulia mwaka wa fedha 2024-25, mwaka huu wa fedha ambao utaisha mwezi Juni mwaka huu, si ndio? Sisi tumeweza kuzifikia shule zetu zote za jiji la Dodoma. Kwa hiyo hatuna changamoto ya kusema kwamba shule zilizopo pembezoni mwa jiji labda kuna shida kuzifikia. Tuna vifaa vya kutosha. Tuna vifaa vya kutosha, tuna rasilimali za kutosha za kuweza kufikia shule zetu zote na kuzifanyia tathmini. Kwa hiyo sisi hili kwetu sio changamoto kwetu. Sawa, mmegusia mengi sana, natamani tuelekee mbele maana wakati nao unakwenda kweli Masudi pamoja na Mwanga. Na pale awali umegusia sera ile ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 ambayo ilizinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huu. Na tamani nifahamu kwamba ni changamoto gani ambazo walimu ambazo wamekuwa wakipitia, maana sera hii imelenga kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu, na huenda kuna changamoto ambazo zilikuwa zinawakwamisha walimu kushindwa kufikia malengo. Ni changamoto zipi Mwanga walimu hao wamekuwa wakizipitia?
Asante mtangazaji. Naona kabla ya kuziona hizi changamoto tuone mabadiliko au maboresho mafupi, kwa ufupi sana. Sawa. Boresho la kwanza kabisa ni kwenye elimu ya awali. Elimu ya awali sasa ni mwaka mmoja badala zamani huko walikuwa na watoto wa awali wanasoma miaka 2-3, lakini kwa sasa hivi lazima mtoto asome mwaka mmoja akiwa na miaka 5. Baada ya kumaliza hapo elimu ya awali anaanza darasa la kwanza akiwa na miaka 6. Hilo ni boresho muhimu sana ambalo limefanyika. Boresho la pili ni kwamba elimu yetu sasa imepunguzwa kutoka miaka 7 mpaka miaka 6. Kwa hiyo mwanafunzi ataanza darasa la kwanza mpaka darasa la 6. Akifika la 6 hatafanya mtihani kama ilivyokuwa zamani darasa la 7, ila atafanya mtihani wa upimaji kama wa kidato cha 4, kidato cha pili au darasa la 4. Kwa hiyo akitoka hapo darasa la 6 atakwenda elimu ya sekondari ambayo tunaita sasa elimu ya sekondari ya chini ambayo ni kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, ambayo nako imegawanyika katika mikondo miwili. Mkondo wa jumla, hii elimu ya sekondari tuliozoea siku zote, lakini kuna mkondo wa amali. Unaposema amali watu wengi wanaweza wasijue, lakini mkondo wa amali ni masuala ya ufundi. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza akachagua kwenda mkondo wa amali au kwenda mkondo wa jumla. Kwa hiyo elimu yetu sasa imekuwa ni elimu ambayo ni nyumbufu. Mtoto akimaliza hii elimu ya sekondari ya chini miaka 4 anaweza kujiajiri au kuajiriwa kwa sababu atoka amemaliza ufundi na amepata vyeti kama mtoto anayesoma VETA. Kwa hiyo atoka ameshatoka ameiva, anaweza kuajiriwa, anaweza kujiajiri, anaweza kufanya kazi popote pale ya ufundi ambayo ameisomea kidato cha kwanza mpaka cha 4 katika masuala ya amali. Sawa. Lakini vile vile elimu yetu hii tumeona kwamba sasa ni elimu ujuzi. Alisisitiza sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, elimu yetu jamani iwe ni elimu ya ujuzi badala ya nadharia. Kwa hiyo watoto wetu sasa hivi wanajifunza shughuli nyingi. Mwanafunzi ndio amekuwa kitovu cha ujifunzaji kuliko mwalimu. Hapo zamani tukaona mwalimu ndio msimamizi, anaelekeza kila kitu, lakini kwa sasa kwa mtaala huu ulioboreshwa mwanafunzi amekuwa kitovu cha ujifunzaji. Kwa hiyo mwanafunzi atafanya shughuli nyingi sana kwa darasani ambazo zitampatia ujuzi ambao akitoka pale anaweza kufanya jambo. Kwa hiyo ni maboresho ambayo yamefanyika katika mitaala yetu. Sasa changamoto katika sera hii tunaitatuaje? Kwamba sasa walimu wetu wamepitishwa, wamepewa mafunzo kuhusiana na mtaala ulioboreshwa na namna ya kufundisha. Kwa hiyo changamoto kubwa ni mabadiliko tu ya kifikra, kwamba walimu wetu sasa lazima wabadilike kulingana na mabadiliko ambayo yametokea kwenye hii sera na maboresho ya mtaala. Badala ya mwalimu kuwa ndio kitovu au chanzo cha ufundishaji, sasa hivi mwanafunzi lazima awe ndio chanzo au kitovu cha ujifunzaji. Kwa hiyo tuseme kutokana na mafunzo hayo waliopewa walimu wanaendana na mabadiliko ya sera hii. Kwa hiyo changamoto zote zimekwisha. Changamoto zimekwisha na tunaendelea kuzitatua kwa sababu baada ya kupatia mafunzo ngazi ya kitaifa, wakapata mafunzo ngazi ya wilaya, wakapata mafunzo ngazi ya kitaifa, na kama bado kuna changamoto yoyote ile, bado tuna program ambayo inaendelea huko mashuleni inaitwa mafunzo endelevu kwa walimu MEWAKA, ambayo kama kuna changamoto yoyote kwenye maboresho haya basi atapatikana mtaalamu ndani ya shule au ndani ya kata ambao atawapitisha na kuwasaidia walimu katika kutatua hizo changamoto zozote zile za kielimu. Na sisi bado tunapita kwenye ziara zetu tunapoona changamoto tunajaribu kuwaelekeza walimu changamoto hii inatatuliwa namna hii 1 2 3. Kuna shida hii tunajaribu kuwasaidia walimu wetu kuendana na kasi ya maboresho hii ya sera ya 2023, maboresho ya 2023. Sawa, nikija kwako Mashaka, mageuzi ya sera hii pia yalilenga kufundishwa kwa matumizi ya akili mnemba cha kwanza, lakini pia somo la tehama. Vinatekelezwa hivi vyote? Vinatekelezwa, na katika tathmini zetu ambazo tunazifanya kwenye shule huko, sisi jukumu letu kubwa tukienda shuleni tunaangalia nini kinachoendelea, utekelezaji. Sasa tunapokuta kuna changamoto, sisi ndio wa kwanza kutoa maelekezo ni nini kifanyike, na ndio wa kwanza tunaoshauri mafunzo yatolewe kama alivyosema mwenzangu pale MEWAKA, mafunzo kazini. Kwa hiyo tunashauri, kwa hiyo tunamwambia kabisa mmiliki wa shule, kama ni shule za serikali, kwa mfano shule za serikali ambazo ziko jiji la Dodoma, hizi ziko chini ya halmashauri ya jiji. Kwa maana yake taarifa ile tutakayoandika tutamwandikia mkurugenzi wa jiji na kumpa ushauri kutokana na zile changamoto tulizoziona, ni mambo gani ambayo yanatakiwa yafanywe. Na sio kwamba tunaacha hivyo,
lakini lazima pia tufuatilie tuone ule ushauri tulioutoa unatekelezwa. Lakini kama ni shule ambayo sio ya serikali, maana yake lazima taarifa ile tumpelekee mmiliki wa shule na tumwambie atekeleze ule ushauri ambao tumeutoa katika tathmini ile ambayo tumeifanya. Kwa hiyo changamoto wa kwanza kuzibaini ni sisi, na kuzifuatilia utekelezaji wake wa kwanza ni sisi. Hapo ndipo unaweza kuona uzito wa utekelezaji wa majukumu yetu ndani ya jiji la Dodoma. Pia ni kiwango cha ufaulu kipoje kwa shule za msingi na sekondari kwa mwaka 2022 mpaka 2024? Kwa kweli kwa Dodoma sasa unasema Dodoma kumekucha. Dodoma si ile Dodoma ya zamani. Dodoma kumekucha. Tuko vizuri sana katika taaluma sasa hivi. Ukiangalia takwimu 2022 tulikuwa na 83% ya ufaulu. Lakini 2024 tukapandisha tukaenda hadi 86. Kuongeza hiyo alama 3 sio mchezo. Lakini mwaka huu wa 2024 tunaongelea mwaka jana tumeenda hadi 91. Kwa hiyo tunategemea na malengo yetu au target yetu wa jiji kwa 2025 kiwango cha ufaulu kwa jiji la Dodoma ifikie 95%. Na sio kwamba tunaongea, kwa sababu tunafuatilia tunaelekeza. Na sasa hivi naweza kusema kuna mambo ambayo yalikuwa yanasababisha jiji Dodoma usifanye vizuri sana. Mojawapo ilikuwa ni wanafunzi wengi wasiojua zile KK3, lakini sasa hivi imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Naweza kuambia tuna wanafunzi zaidi ya 20,000 ambao tunategemea watafanya mtihani mwaka huu kwa darasa la 7. Lakini wale ambao hawajui KK hawafiki hata 200. Kwa hiyo naamini kabisa ufaulu utapanda sana kwa 2025. Msikilizaji, unayo fursa ya kushiriki na sisi kupitia namba ya simu 0735787820. Kama una swali lolote, moja kwa moja tuko hapa, tutapokea simu zote na kusoma jumbe zote. Kwenye line ya simu, hello. Halo. Sauti ya nani kutoka wapi? Unaongea na Mayandani, kipiga simu kutoka hapa Dalela Kitaraka. Sawa, karibu uwasilishe kile ambacho umekisikia kwa siku hii ya leo. Asante sana. Mimi nawapa hongera tu, yani pongezi kwao sana wakaguzi hawa. Asante sana. Asante. Unatoa pongezi tu? Nawapa hongera sana kufuatilia mtaala wa elimu. Nawapa shukrani sana ziwaende kwa. Tunashukuru sana. Wamepokea. Asante sana, endelea kushiriki na sisi. Asante pia. Kwenye line ya simu, hello. Habari hapo studio? Salama, habari ya kwako? Salama kweli. Sauti ya nani kutoka wapi? Hapo naongea na Magoma Moto Itiki. Sawa, karibu shiriki na sisi kwa kile ambacho umekisikia kutoka kwa wageni wetu siku hii ya leo. Asante. Swali langu la kwanza nataka niulize, kwa kuwa wameainisha masharti mengi sana kwenye upande wa sekta binafsi, sawa lakini upande wa serikali wao kama wao naona hakuna masharti ambayo yanawawekea vipingamizi kama sekta binafsi. Mfano, unakuta shule ya serikali imeanzishwa kondo wa kwanza, anasomea kwenye miti, tunatoka hapo baadaye ndio wanaanzisha darasa la kwanza. Hakuna miundombinu yoyote, yani hakuna shule, hakuna madawati, hakuna madarasa wala miundombinu mingine kama walioainisha upande wa sekta binafsi. Kwa hilo wanalionaje wao kama serikali? Hawaoni kama hawa watu wa sekta binafsi wanawatendea isivyo ndivyo ikiwa wao wanaanzisha primary hata kwenye miti? Na kama watapinga, hata mimi nimesoma chini ya mti na tukatoka hapo tukasoma kwenye mabanda kabisa ya miti na tukatoka hapo tukaingia kwenye darasa. Na hata sasa hivi ukienda vijijini ziko shule watoto wanasomea chini ya miti, mtu ndo anaanza, yani hapo kitongoji kinaanza shule. Hilo limesimamaje upande wa serikali?
Asante sana. Bila shaka swali limefika sehemu husika. Basi moja kwa moja Mashaka, natamani tukajibu lile swali. Asante, na ni swali zuri kwa msikilizaji. Kwanza nampongeza kwa kufuatilia. Lakini niseme tu vigezo vya kuanzishwa kwa shule, ima iwe ya serikali ama isiyokuwa ya serikali, vigezo viko pale pale na vinazingatiwa. Sasa kwa upande wa serikali, na kweli ukifuatilia unaweza ukaona kama vile labda shule za serikali kuna loophole kwamba zinasajiliwa tu kiholela bila kuzingatia vigezo. Vigezo viko pale pale. Sasa kinachotokea kwa mfano shule X ambayo labda imekuwa na wanafunzi wengi na wanatoka mbali, si ndio sasa wanalazimika labda mtaa fulani ili kupunguza umbali wa wale watoto kuja huku shuleni, labda wanaenda kilomita 3, 4, 5 ili kuipata ile shule. Wanaanzisha tunaita shule shikizi. Ambayo ile shule shikizi labda inaweza kaanza na darasa moja. Na wanatoka kwenye ile shule mama. Na walimu wanatoka kwenye shule mama wanaenda kusomea pale. Lakini baadaye wanaendelea kuongeza madarasa moja baada ya nyingine. Hiyo haina shaka. Na hii tunategemea baadaye shule hii itasajiliwa kama shule zingine za kawaida. Sasa changamoto iliyopo kwenye shule za serikali ni upungufu wa miundombinu ambayo ni kitu cha kawaida kutokea. Lakini niseme kwa uwazi kwamba katika uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hili sasa linakwenda kwisha kwa sababu tunaona madarasa yanajengwa, tunaona kila kitu kinafanyika kwenye shule za serikali. Shule za serikali ni tofauti na shule zisizokuwa za serikali. Leo shule inasajiliwa ikiwa na miundombinu inatosheleza, lakini mwakani watoto wanaongezeka maradufu. Sasa shule imesajiliwa ikiwa na miundombinu inayotosheleza, lakini baada ya mwaka mmoja watoto wanaongezeka labda mara 2. Kwa hiyo ni sahihi kwamba miundombinu ile haitaweza kuendana na kasi ya ongezeko la watoto. Lakini bado serikali, na sisi ndio kazi yetu kama wadhibiti ubora, tunapeleka taarifa zile kwamba shule X ina wanafunzi kadhaa na ilipaswa iwe na wanafunzi kadhaa kulingana na miundombinu iliyopo. Lakini kutokana na ongezeko la wanafunzi sasa hivi kuna upungufu wa miundombinu kadha wa kadha, na serikali inalichukua hilo na kulifanyia kazi. Kwa hiyo alichosema msikilizaji wetu ni sahihi kwa kweli, lakini changamoto hii inakabiliwa kwa namna hiyo. Na kama nilivyosema katika uongozi wa Mheshimiwa Rais, changamoto hii sasa inaenda kwisha. Kwa sababu amewekeza nguvu kubwa sana kwa upande wa elimu, hasa kuboresha miundombinu ya shule. Mwanga alikuwa na kitu cha kuongezea hapo. Aba niongeze, kweli amesema kweli, lakini kwa shule zetu za serikali tumeona kwamba kuna namna fulani ambavyo serikali inaweza ikatatua changamoto hususan ya umbali, kama alivyosema hapa mdhibiti ubora mkuu kwamba wanafunzi wanatoka kilomita 10 mpaka 15. Mtoto huyu wa darasa la kwanza anaweza kutembeza kilomita 5 mpaka 15? Hapana. Basi jamii inaamua kujenga vimadarasa au kujenga madarasa kadhaa pale kwenye kijiji chao ili kupunguza umbali wa wanafunzi hao wadogo kwenda kwenye ile shule mama. Lakini huduma zote na usajili wote unafahamika kama shule mama. Shule mama ndio inatoa walimu wa kwenda kupeleka kule kufundisha. Ile shule hiyo tunasema shule shikizi ni kwa ajili ya muda tu na baadaye zitaendelea kuboreshwa hatimaye baadaye itapata usajili na kuwa shule kamili. Lakini inaanza kama shule shikizi kutoka kwenye shule mama. Hiyo ni kujaribu kutatua tatizo la umbali uliopo katika jamii zetu. Huyu hapa anasema anaitwa Arafati kutoka Itigi. Yeye anawapongeza wataalamu, kasema hivyo. Asante sana kwa jumbe yako. Lakini huyu mwingine anasema afisa mtaalamu mpya ulianzishwa mwaka gani? Haya, asante kwa swali lako pia. Anasema mtaalamu mpya ulianzishwa mwaka gani? Mashaka tena kaandika Mashaka, kaelekeza swali kwako. Asante. Tumjibu kabisa maana tunaelekea ukingoni. Kwanza tunaongelea sera iliyopo ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni sera ya 2014 ambayo toleo lake ni la 2023. Na tunapoongelea sera ndio tunaongelea nini?
mitaala. Lakini pia ni wafahamishe wasikilizaji wa Mwangaza FM kwamba hatuna mitaala mipya, bali mitaala iliyopo sasa imeboreshwa kutokana na sera 2014 toleo la 2023. Sasa wanasema jamani, mbona huku wanafunzi wanaacha shule kiholela? Nini sababu ya wanafunzi kukimbia shule? Ni wilaya gani? Hajataja. Kwa jiji hilo halipo. Hakuna? Kwa jiji hamna. Naona Mwanga kama na kitu anataka aseme. Mwanga, kuna kitu kweli? Inaweza kwa sababu ziko nyingi za wanafunzi kukimbia shule. Inawezekana katika eneo aliloko huko labda kuna machimbo, kuna machimbo ya madini, na wanafunzi wengi wanakimbilia kwenye hizo kazi. Kwa hiyo anaacha kazi, anaacha shule, anakwenda kwenye hizo shughuli za uchimbaji wa madini. Mtoto akiacha shule alaumiwe mzazi, alaumiwe mwalimu? Hapana, ni wadau wote. Wadau wote walaumiwe. Kwa sababu jukumu la mtoto kuja shuleni ni mzazi lazima amuhimize mtoto aje shule. Anapokuja shuleni lazima mwalimu ajue huyu mwanafunzi amefika, na kama hajafika lazima amuulize mzazi, mtoto wako leo sijamuona shuleni. Kwa hiyo ni jukumu la jamii nzima kuona watoto wetu wanahudhuria shuleni. Na wale wanatoa ajira kwa watoto nako wanakosa, hawataki kutoa ajira kwa watoto wetu wa shule. Wawakataze, wawanyime hizo ajira ili wahudhurie kwenye shule. Sawa. Huyu anasema anaitwa Kanumba kutoka Mladizi, anasema mjitahidi kujenga shule, kasema hivyo. Kwa maana ya serikali. Juhudi hizo zinafanyika, na tumesema Mheshimiwa Rais amewekeza sana kwenye elimu, na shule zinaendelea kujengwa. Naam. Maana lengo si kuendana na mabadiliko haya ya sera. Tunataka tuzalishe vijana ambao watakizi soko la kitaifa na kimataifa. Sodakta. Tena unajua tena sasa hivi waziri alisema vijana waende VETA, mambo yamekuwa mengi, lakini Mwanga kagusia kwamba watoto wanaanza kujengwa chini. Ndio. Sio ukubwa tunalalamika, mimi niende VETA kweli. Watu wanakuwa nalalamika sana. Kuna mkondo wa amali sasa kidato cha kwanza mpaka cha 4. Kwa hiyo wazazi wasisite kuwapeleka watoto wao kwenye huo mkondo wa amali. Watapata ajira moja kwa moja kimaliza kidato cha 4. Anaweza kujiajiri, anaweza kuajiriwa. Anatoka full na viti vyake kabisa kwamba amemaliza labda kama aliyemaliza VETA level fulani. Na huyu sekondari hivyo akimaliza kidato cha 4 anakuwa amemaliza hatua fulani ambayo anapewa cheti na anaweza kujiajiri, anaweza kufanya kazi za welding, anaweza kufanya tofali, anaweza kujenga, anaweza kufanya wiring. Kwa hiyo shughuli nyingi sana atajifunza katika mkondo wa amali. Kwetu tutarajia kupitia mabadiliko ya sera hii ya mwaka 2014 Tanzania ijayo itakuwa Tanzania tofauti sana. Sana. Itakuwa sana. Kabisa. Na wananchi wasibeze huu mkondo wa amali. Mtoto wangu wewe si fundi seremala si nini. Mtoto afanye kile ambacho anaweza kukifanya. Mashaka pamoja na Mwanga, tunatamani tuendelee kuwa na nyinyi, lakini wanasema wakati ni ukuta, ukipigana nao bwana utajikuta unaumia mwenyewe. Kwa kumalizia, nini kifanyike sasa kwa wamiliki wa shule na wadau wote wa elimu? Maana tumeongea vitu vingi sana hapa. Cha kwanza ambacho ningeweza kusema, tunawashauri wadau wa elimu waendelee kufuatilia majukumu yetu ambayo tunatekeleza, lakini pia tunashauri waendelee, hasa wale wamiliki wa shule, waendelee kutekeleza yale ambayo tunashauri ili kuboresha mazingira ya kutolea elimu. Hilo ndio jambo la muhimu sana. Lakini pia wale wanaohitaji kuanzisha shule waendelee kuzingatia vigezo vile ambavyo vinatakiwa, na ofisi yetu iko wazi wakati wote. Anayetaka kuanzisha shule, sisi tuko tayari kumpokea na kumpa maelekezo. Ni hayo tu. Sawa. Kwa Mwanga, pia unafikiri nini kifanyike kwa wamiliki wa shule na wadau kuhakikisha idara ya udhibiti ubora wa shule basi kwa jiji la Dodoma inazidi kufanya vizuri zaidi? Asante. Mimi ninachoona kwangu mimi ni ushirikiano wa kutosha, kwa sababu sisi kama maafisa wa udhibiti ubora tunafanya kazi zetu kama mashahidi wa kushuhudia moja kwa moja eneo husika. Kwa hiyo tunapotoa ushauri wetu wa kitaalamu, tunaomba wadau mbalimbali wauchukue kama changamoto, kama fursa ya kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji katika shule zetu. Kwa hiyo ushauri wetu ni muhimu sana kufanywa kazi.
Muhimu sana kufanyiwa kazi na sasa hivi taarifa zetu zimekuwa wazi na nyepesi kwa mdau yoyote kuzipata. Tunapoandika taarifa yetu inakwenda kwa mwenyekiti wa kamati, mwenyekiti wa bodi, inakwenda kwa mkuu wa shule, inakwenda kwa mkurugenzi. Kwa hiyo wadau wetu mbalimbali wanapata taarifa zetu ambazo wanaweza wakayafanyia kazi hayo maoni yetu. Sawa Musa, kuna chochote kitu? Kwa upande wangu nadhani msikilizaji amesikia kila kitu. Mchango, mafanikio ya idara ya udhibiti ubora. Ndio. Na pia na wale wamiliki wa shule wamesikiliza hapa vigezo vya akitaka kuanzisha shule. Nini afanye ili apate kibali cha kuanzisha shule. Kwa wafuate yote. Kwa hiyo kuna vingi sana wamechukua kwa siku hii ya leo. Ndio. Sawa, msikilizaji, nilikuwa na Mashaka Mjalo. Sawa, jina lako la pili hili lanitia ukakasi kidogo. Huyu ni afisa udhibiti ubora wa elimu jiji. Lakini tulikuwa pia na Alkadi Mwanga. Yeye ni afisa udhibiti ubora shule jiji Dodoma. Tumeongelea majukumu yanayotekelezwa na idara ya udhibiti ubora wa shule jiji la Dodoma. Kuna vingi sana naamini umevichukua. Tukushukuru wewe ambaye ulikuwa unashiriki kwa kupiga simu yako, jumbe yako. Naamini maswali ni mengi sana, mnakaribishwa pia kwa wakati mwingine. Asante sana.